Naam, sadakta mtazamaji popote pale ulipo, karibu kwenye Shajara sehemu ya kwanza, nikiwa na wageni ndani ya studio waliweza kujitambulisha hapo awali, lakini nitakupatia fursa ya kipekee pia kuweza kujitambulisha tena kwa mtazamaji anayetazama kwa hivi sasa apate kufahamu kwa kifupi tu. Asante sana kwa muda huu tena. Kwa majina naitwa Susan Njeri na hawa ni watoto wangu. Huyu anaitwa Princess. Princess ako miaka 16. Halafu kuna Parsley hapa. Yako miaka 11. Okay. Mshana na miaka 5. Wameachana na miaka 5. Huyu ndio mtoto wangu wa kwanza. Yule ni watatu. Nina watoto 4. Na kwa kifupi tu uanze kutuambia maisha yako before umpate mtoto wako wa kwanza yalikuwa aje? Nilikuwa tu msichana mdogo. Nilikuwa msichana mdogo mwenye tu anaendelea na masomo yake. Niliingia college na kama tu nilikuwa tunaendelea tu na maisha yangu tu ya kisichana. Alafu sasa hapo nikiwa college hivi ndio tukapatana na mpenzi. Nikamaliza college, lakini sasa nikawa kumaliza college mimi sikurudi kwetu. Niliingia kwangu. Nikaolewa na nikapata mtoto wangu wa kwanza. Wakati huo nilikuwa miaka 22 nikimpata mtoto wangu wa kwanza ambaye ni Princess huyu hapa. Mkapatana. Sasa kabla tuende kwa Princess. Yes. Mimba yake ilikuwaje kwanza? Mimba ya Princess ilikuwa tu vizuri, ilikuwa haina tatizo lolote, siku experience tatizo. Ingawaje wakati mmoja tu ndio nakumbuka nilikuwa kidogo na umwa na kichwa kama hizi miezi za mwisho. Kwa naumwa na kichwa, lakini hata nikipimwa ilikuwa tu sawa. Hata mtoto akipimwa alikuwa tu sawa. Hakukuwa na lolote la tashwishi. Na scan ukifanyiwa? Scan nilifanyiwa moja, nilikuwa tu sawa. Ulikuwa ni mwezi wa ngapi huo? Nikiwa miezi 6 hivi. Si unajua sasa mara nyingi kama first time mother, mara nyingi huwa uko ile curious, unataka kujua ni msichana ni hiyo tu ndio watu wanaangalia ni boy ama girl. Ndio huwa inakupeleka, si ati uko na ile ujuzi hata wa kujua kunaweza kuwa na kitu chochote. Lakini mimi nilikuwa tu sawa. Mtoto alikuwa sawa. Haiku detect kitu yoyote kabisa? Haiku detect kitu yoyote kwa sababu sasa kwa wakati wangu wote wa mimba kulingana na vile tulikuja kujua baadaye, haikutokea wakati wa complication, haikutokea wakati nikibeba ile mimba kwa miezi zile za kwanza ama katikati. Labda sasa mwezi wa mwisho kabisa. Na sikufanyiwa scan yoyote ingine. Nasema hivyo kwa sababu wakati nikipata mtoto sasa, hiyo siku nakumbuka uchungu tu ulianza asubuhi, nikaenda hospitali. Ilikuwa miezi 9 imetimia? Ilikuwa imetimia kabisa. Nikaenda hospitali nikaambiwa nirudi nyumbani, nimefunguka 2 centimeters, nirudi nitembee nifanye mazoezi, tena nirudi baadaye. Mimi nilipoenda nyumbani sikuwa na uchungu kabisa. Nakumbuka hata nilitoka kwangu nikaenda kumtembelea mamangu. Mimi sikuwa na uchungu wowote na nilikaa siku nzima. Jioni sasa kitu saa 2 ndio nilianza, saa 1 hivi ndio nilianza kusikia tena nimeanza kuumwa tena. Nikarudi hospitalini. Hata sikukaa hata 30 minutes. Ile maji vile ilitoka, ikatoka kama ni chafu. Ile wanaita meconium. Alikuwa amepupu. Alikuwa amepupu. Kumbe sasa ilitoka pamoja na mtoto mara moja. Sasa vile kichwa ilitoka mpaka kwa shingo, sasa nikaambiwa niache kupush kwa sababu hata sikuenda delivery room mimi. Yangu ilitoka tu hivi na mtoto mara moja. Daktari akaniambia nisipush tena
juu mtoto amenyongwa na cord. Ako na hiyo nuco cord. Imemnyonga mara 2. Sasa ndio baadaye nikakuja kugundua kumbe ndio maana sikuwa na uchungu, kwa sababu yule mtoto alikuwa amenyongwa. Kidogo contraction ikienda kufanyika anakuwa bado anavutwa. So yeye alikuwa under distress. So hakuwa hata anateremka hiyo wakati wote siku mzima. Na kidogo hapo Lulu naweza sema ningetia hospitali lawama kabisa kabisa. Kwa sababu mimi ni first time mother, na kweli watoto wengi wale wako na cerebral palsy kama Princess hapa ni first time children. Saa zile hauna ujuzi wowote, ujui nini una expect. Alafu umeenda hospitalini ukaambiwa urudi nyumbani. Hawaja kuscan, hawajui vile wewe leba yako iko. Hakuna chochote kinajulikana. Hivyo sasa mimi kwangu naweza tia sana lawama hiyo hospitali. Kwa first time mothers wanahitaji kugaidiwa sana. So unahisi walifanya nini ambayo ilikuwa ni makosa? Ile kukwambia uende nyumbani? Ile kuniambia niende nyumbani na mimi sijui ni nini na expect kwa leba. Hakuna mtu wa kumonitor. Kama ningekaa hospitalini labda wangejua kuna kitu haiendelei vizuri. Mbona mtoto huyu hakuna mtu anajua kama anacheza ama hachezi. Mimi sijui nafaa kusikia nini, sijui uchungu unafaa kuja. Yani mimi ni yule naweza kuambia first time ungeniuliza ningekwambia kuzaa sio uchungu. Kwa nini si kuumwa siku nzima? Ilhali baadaye sasa kwa hawa watoto wengine, tusifike huko kwanza, nataka kwake kwanza. Alivyotoka sasa mimi niliona yani alikatwa, sasa wakakata hiyo cord. Kwa hivyo sasa hapo mtoto hakulia immediately. Tushikilie hapo.